mwezi mtukufu wa Ramadhani ukaribishwa kwa ibada, ukaribishwa kwa matendo mema, ukaribishwa kwa watu kufanya toba katika makosa walioyafanya katika miezi 11. Lakini haipendezi mwezi wa Ramadhani ukakaribishwa kwa maasi. Mtu azini leo, kesho wafunga, amaliza. Mtu enda kwenye ngoma na mziki leo, enda kwenye maasi, asubuhi amka na swaumu, akwambia jana bwana nimevunja jungu mimi. Jungu la safari hii si mchezo. Nimeamka nimechoka, swaumu hapa imenichosha. Jamani, huu ni utani katika dini na katika ibada. Hakuna kumwasi Mungu kwa mwisho. Maasi ya mwanadamu anayoyafanya ayafanye kwa bahati mbaya, sio kwa kukusudia kwamba namalizia mwisho ili niingie sasa kumpendezesha Allah tabaraka wa taala. Haya yatakuwa ni makosa. Kwa hiyo tunakabiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kawaida yake unapoingia mwezi wa Ramadhani huambia maswahaba na Waislamu, ataakum shahru Ramadhan shahrun mubarak, umewafikieni mwezi wa Ramadhani ambao ni mwezi wenye baraka nyingi, mwezi ambao milango ya pepo hufunguliwa na mwezi ambao milango ya moto hufungwa, mashaitani nao pia hutiwa korokoroni. Maana yake abaki Muislamu na nafsi yake yeye mwenyewe, lakini asisingizie kwamba shetani amemchezea. Ni mwezi ambao ukiangalia hadithi hii kwamba milango ya pepo iko wazi na milango ya moto imefungwa, maana yake ni kumshajiisha mwenye kufanya ibada aelewe kwamba thawabu ziko nje katika mwezi wa Ramadhani, lakini vile vile kumshajiisha mwenye kufanya ibada katika Ramadhani kwamba maasi kupitia swaumu, maasi mengi yanasimama kwa wanadamu. Wanadamu tunapokuwa tumefunga, Waislamu tujitahidi kadiri ya uwezo wetu kujiepusha na maasi makubwa na madogo. Hii ndiyo inamaanisha kwamba milango ya moto imefanyaje? Imefungwa kwenye mwezi wa Ramadhani. Automatically mtu hata awe jabari vipi, inapofika mwezi wa Ramadhani ananyongeka, anarudi kwa Mola wake tabaraka wa taala, kuonyesha kwamba zile sababu za kuwaingiza watu motoni mwezi wa Ramadhani zinakuwa chache mno, na sababu za kuwaingiza watu peponi mwezi wa Ramadhani zinakuwa nyingi mno. Ndiyo maana halisi kwamba milango ya pepo imefunguliwa na milango ya moto imefungwa. Lakini vile vile pepo ya Allah tabaraka wa taala inakuwa milango yake iko wazi hivyo hivyo inakuwa milango ya moto katika mwezi wa Ramadhani imefungwa, pamoja na sheitani ambaye ni mshawishi mkubwa kwa mwanadamu, na yeye naye ametiwa nyororo. Sasa Muislamu katika mwezi ambao umeambiwa hivyo, bado waukaribisha mwezi huo kwa kumudhi Allah tabaraka wa taala na kumwasi, wallahi tutakuwa tumekosa akili. Yaani mwezi huo ulioambiwa faida zake ni hizo ni chache tu, ziko nyingi. Miongoni mwa faida za Ramadhani, amali ya sunna unaoifanya unalipwa kama thawabu, kama faradhi. Amali ya sunna maana yake kidogo unachokifanya walipwa zaidi, na faradhi unaoifanya unalipwa maradufu. Angalia Allah tabaraka wa taala alivyosema katika hadithi al-Quds, as-sawmu li wa ana ajzi bi, inna abdi taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli, mja wangu ameacha chakula chake, ameacha kinywaji chake, ameacha matamanio yake ya kustarehe na mke wake na mke kustarehe na mume wake kwa sababu yangu mimi Mungu wake. As-sawmu li, basi saumu jueni kwamba ni yangu mimi, wa ana ajzi bi, na mimi ndiyo mlipaji wa hiyo saumu. Hakuna ambaye anajua thawabu za funga ya siku moja ndani ya Ramadhani analipwa thawabu ngapi. Hayupo mtu anajua, lakini sote tunajua kwamba kipindi kimoja cha swala mtu analipwa thawabu 10, analipwa ujira mara 10 kwa kipindi kimoja cha swala. Lakini siku moja ya saumu ya Ramadhani hakuna anayojua katika wanadamu
Wala mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameondoka hivyo hivyo, pia hakujua kwamba Allah atalipa kwa siku moja kiasi gani, kwa sababu yeye mwenyewe alishakata mzizi wa fitna. Allah tabaraka wa taala akasema, saumu ni yangu mimi na mimi ndiyo nitakayelipa thawabu hizo na ujira huo. Kwa nini nisifanye hivyo? Kwa sababu mja wangu ameacha chakula chake kiko ndani, ameacha kinywaji chake kitamu na cha baridi kiko ndani,